Naam, hujambo na karibu tena mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri sasa hivi katika nyanja ya kisiasa jioni hii na katika mitandao ya kijamii. Baada ya ukimya mrefu wa Kapteni Tesha tangu kutetemesha taifa la Tanzania kwa kualika jeshi la JWTZ na kufunguka ya kwamba jeshi hilo la Tanzania litashiriki maandamano ya kumng'oa Samia Suluhu madarakani mnamo Oktoba tarehe 29 ambayo ndio siku hiyo hiyo ya uchaguzi. Sasa Kapteni Tesha usiku huu apokea pigo kubwa kutoka kwa amiri jeshi mkuu wa Tanzania, akimmalizia njama zake kwa maneno haya makali. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Amiri jeshi mkuu wa Tanzania ambaye pia ni rais wa taifa hilo, Rais Samia Suluhu Hassan, amemjibu Kapteni Tesha usiku huu pamoja na watu wote wale wa Tanzania wanaopanga kufanya machafuko au fujo tarehe 29 Oktoba mwaka huu 2025 kwa jina la maandamano. Rais Samia Suluhu Hassan kwa njia isiyo moja kwa moja ametuma ujumbe kwa Watanzania ikiwemo Kapteni Tesha. Samia Suluhu Hassan ametoa onyo kali kwa wananchi wanaopanga kufanya maandamano mnamo tarehe 29 Oktoba yenye lengo la kuvuruga uchaguzi mkuu ujao unaotarajiwa kufanyika tarehe hiyo hiyo 29 ya Oktoba nchini kote. Akizungumza na wakazi wa Bariadi mkoani Simiyu leo ikiwa ni Oktoba tarehe 11, Rais Samia Suluhu Hassan aliweka wazi kuwa serikali yake haitavumilia majaribio ya kuhujumu mchakato wa demokrasia kwa kufanya maandamano kinyume cha sheria. Kauli yake ilishughulikia moja kwa moja majadiliano ya mtandaoni kuhusu maandamano yanayoweza kutokea Oktoba tarehe 29 ambayo yaliweza kuchochewa naye Kapteni Tesha akiweza kuwapatia motisha wa Tanzania akiwaambia kwamba tayari jeshi la JWTZ liko tayari kuungana nao kuandamana. Hata hivyo, katika madai hayo ambayo alieleza kama vitendo vya kutojali na visivyo vya lazima vinavyotishia amani na utulivu wa taifa hili, Rais Samia Suluhu Hassan alisisitiza kuwa yeye akiwa amiri jeshi mkuu tayari ameagiza vyombo vyote vya ulinzi na usalama vijiandae kikamilifu kwa hali yoyote itakayoweza kujitokeza katika kipindi hiki cha uchaguzi. Akirejelea maandamano yaliyopangwa ya Oktoba tarehe 29, alisema utawala wake umeandaa mikakati ya kina kuhakikisha kwamba yeyote awe katika siasa, awe serikalini au awe mwananchi wa kawaida atakayejaribu kusababisha machafuko ataweza kushughulikiwa haraka. Alikariri kuwa usalama wa taifa unasalia kuwa kipaumbele chake kikuu na aliwahakikishia wapiga kura kwamba hawapaswi kuogopa kutumia haki zao za kidemokrasia kwa amani. Kwa mujibu wa Rais Samia Suluhu Hassan, maandamano ya Oktoba tarehe 29 yanasukumwa na kikundi kidogo cha watu binafsi pamoja na wengine ambao wanajidai mtandaoni kuwa majeshi wenye nia fiche wanaotaka kuvuruga njia ya kidemokrasia. Aliwataka Watanzania kukataa wito wa maandamano hayo na badala yake wajikite katika kushiriki katika mchakato wa uchaguzi huru kwa uwajibikaji. Rais Samia ambaye pia ni amiri jeshi mkuu alisema wakati uhuru wa kujieleza unalindwa, ni lazima utekelezwe ndani ya mfumo wa sheria na sio kama kisingizio cha kuchochea machafuko. Rais Samia Suluhu Hassan pia amewahimiza wapiga kura wote wa Tanzania wote wanaostahili kujitokeza kwa wingi siku ya uchaguzi kupiga kura na kurejea nyumbani kwa amani huku wakisubiri matokeo rasmi. Katika hotuba yake alikariri kwamba watu au vikundi vyovyote vinavyojaribu kuingilia mchakato huo kupitia maandamano yaliyopangwa ya Oktoba tarehe 29 yatakabiliwa na matokeo madhubuti na halali. Aliweka wazi kuwa serikali yake haikuwa na nia ya kuruhusu machafuko au vurugu ya kisiasa kukita mizizi nchini Tanzania. Wakati akihutubia mvutano unaoongezeka wa maandamano yaliyopangwa Oktoba tarehe 29, Rais Samia Suluhu alisema kuwa jukumu la serikali ni kulinda demokrasia na kuhakikisha haki za wapiga kura zinalindwa. Aliongeza kuwa uchaguzi ujao unaashiria hatua muhimu kwa Tanzania na kwamba utawala wake umedhamiria kutoa mchakato wa uwazi, salama na wa kuaminika kwa wananchi wote. Onyo la Rais Samia Suluhu linakuja wakati viongozi wa upinzani na makundi ya kiraia wameelezea wasiwasi wao kuhusu nafasi ya kisiasa na haki ya uchaguzi. Hata hivyo, alikanusha madai kwamba serikali yake inakandamiza upinzani, akisema kwamba ushiriki halali wa kisiasa unakaribishwa, lakini tabia ya kuvuruga au machafuko kama vile maandamano hayo ya tarehe 29 haitavumiliwa. Alisema kudumisha amani na utulivu ni muhimu ili kulinda utulivu na sifa ya kidemokrasia ya Tanzania, lakini ukanda huu, rais aliendelea kwa
aliwakumbusha Watanzania kwamba amani ya muda mrefu ya nchi hii imekuwa moja ya rasilimali zake kubwa na haipaswi kuhatarishwa na kile alichokiita matamanio ya kizembe ya watu wachache. Alisisitiza kwamba dhamira ya serikali yake ya kuleta amani na utulivu haiyumbishwi kabisa na kwamba vyombo vya usalama vimeagizwa kufuatilia shughuli zote zinazohusiana na maandamano yaliyopangwa Oktoba tarehe 29 kwa karibu, hii ikija kama habari mbaya kwa Kapteni Tesha. Katika kusisitiza hoja yake, Amiri Jeshi Mkuu Rais Samia Suluhu Hassan alisema kuwa haki ya kupiga kura ni takatifu na lazima ilindwe dhidi ya yeyote anayetaka kuihujumu. Alisema kuwa wale wanaoendeleza maandamano ya Oktoba tarehe 29 kwa kweli wanashambulia demokrasia yenyewe na kwa hivyo serikali lazima ichukue hatua madhubuti. Alibainisha kuwa uchaguzi ujao ni wakati wa umoja na sio migawanyiko, na kutoa wito kwa wananchi wote kufanya kazi kwa pamoja ili kuhakikisha mchakato wa amani na mafanikio. Rais Samia Suluhu Hassan pia amesisitiza maandalizi yaliyofanywa na vyombo vya sheria na usalama ili kuhakikisha vituo vya kupigia kura kote nchini vinakuwa salama kwa wapiga kura wote. Aliwahakikishia Watanzania kwamba serikali imechukua tahadhari zote ili kuzuia usumbufu wowote, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa kutokea kwa maandamano yaliyopangwa Oktoba tarehe 29. Alisema kipaumbele cha uongozi ni kuhakikisha kila mpiga kura anajiamini kushiriki bila woga au vitisho. Wachunguzi wa masuala ya kisiasa wamebaini kuwa kauli ya Rais Samia Suluhu inaonyesha azma ya serikali ya kudumisha udhibiti wa mazingira ya uchaguzi, huku kukiwa na ongezeko la wito wa maandamano. Sauti yake kali rais kuelekea wanaoandaa maandamano ya Oktoba inatazamwa kama ishara tosha kwamba mamlaka iko tayari kutekeleza sheria kwa kikamilifu ili kuhakikisha utulivu na umoja wa kitaifa tarehe hiyo. Mwishoni, Rais Samia Suluhu Hassan kama amiri kuu wa jeshi alisisitiza ombi lake la amani, akiwataka Watanzania wote kukataa wito wa maandamano ambao umeweza kutolewa na Kapteni Tesha na watu wengine mnamo Oktoba tarehe 29 na badala yake wawe pamoja kwa mshikamano ili kulinda utulivu wa taifa hilo. Alisema kuwa uchaguzi ni haki ya kidemokrasia, si kisingizio cha vurugu au machafuko, na akaonya kwamba yoyote anayechagua makabiliano badala ya ushirikiano atabeba matokeo kamili ya matendo yao. Ujumbe wake thabiti na wenye kutia moyo ulikazia azimio lake la kuongoza taifa lililounganishwa kwa amani badala ya kugawanywa kwa machafuko. Onyo la Rais Samia Suluhu Hassan kabla ya maandamano yaliyopangwa Oktoba tarehe 29 pia limezua mazungumzo ya kitaifa kuhusu uwiano kati ya demokrasia na utekelezaji wa sheria. Watanzania wengi wamejitokeza kwenye mitandao ya kijamii kueleza kumuunga mkono na kumkosoa kwa msimamo wake thabiti. Wafuasi wake rais wanahoji kuwa ujumbe wake unaonyesha uongozi na suluhu katika wakati muhimu, akisisitiza kwamba uchaguzi lazima uendelee bila kuingiliwa au vitisho. Wengine hata hivyo wametoa wito wa mazungumzo na maridhiano, wakipendekeza kwa kushughulikia sababu kuu za kuchanganyikiwa kwa umma ni muhimu vile katika kuhakikisha amani ya kudumu. Bado msimamo wa rais unabaki wazi kwamba hakuna jaribio la kutatiza mchakato wa uchaguzi kupitia maandamano ya Oktoba tarehe 29 litakaloweza kuvumiliwa. Hatimaye matamshi ya Rais Samia Suluhu yameweka sauti kwa siku zijazo, huku Tanzania ikielekea kwenye uchaguzi wa Oktoba tarehe 29. Wito wake wa umoja na utiifu kwa utawala wa sheria unaonyesha maono yake taifa linalochagua utulivu badala ya migawanyiko na mazungumzo badala ya machafuko. Iwe maandamano yaliyopangwa yaendelee au la, utayari wa serikali unaashiria kwamba uchaguzi huu utakuwa mtihani mkubwa wa ukomavu wa kidemokrasia wa Tanzania. Wakati siku ya kusalia hadi Oktoba tarehe 29 ikiendelea, maneno ya Rais Samia Suluhu yanarejelea ujumbe mzito ambao ni usalama, amani na maendeleo ya taifa kuja kabla ya siasa za makabiliano.